Yani Yanga akikutana na Azam, Simba pia akikutana na Azam, zinatengeneza majeruhi makubwa. Ukiangalia Chemalon Fondo leo yuko bench. Nani? Timu gani ambayo ilifanya faulu ambayo inamweka Chemalon Fondo? Ni Azam. Kwa hiyo unaona Azam, Kamara pia alikosa baadhi ya michezo ni kutokana na Azam pia walifanya faulu ambazo zinaweza zilizowapelekea wao kuwa bench. Kwa hiyo unaona Azam ana mwendelezo wa wachezaji wake, wanavyocheza faulu zikikufika unafikiwa kweli. Na mimi nimpongeze tu Maxim Zingeri, naye alishafikiwa na James Akamingo. Unaona katikati unaona kabisa akachechemea muda ule akarudi. Ulikuwa ni kati ya Young Africans dhidi ya Azam FC, mchezo ambao uliteka hisia lakini pia ulikonga nyoyo za wengi baada ya kutazama mchezo huu. Bilali, tuambie matokeo ya 2-1, matokeo yakiwa favor kwa upande wa Yanga. Azam akapoteza tena mechi ya pili mfululizo baada ya kuwa amepigwa na Singida 1-0. Jana akapoteza tena mchezo mwingine. Tuambie matokeo ya 2-1 uliyatarajia ama ulitarajia mabao mengi zaidi ya hayo matatu ambayo yalipatikana katika mchezo huu? Ni mchezo ambao kwanza ulikuwa mzuri kwa vipindi vyote viwili, na unaona kila timu kila timu ilikuwa ina dominate mpira kwenye kipindi chake. Ukiangalia kwa timu ya Yanga walipush mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 20, muda wote wanawashambulia Azam FC. Na hii unaona ubora wa Foba, golikipa huyu kijana kabisa kutoka kwenye kikosi cha pili au kikosi B ya Azam FC. Unaona kwa jinsi alivyofanya amepunguza idadi ya magoli ya kufungwa Azam. Zuberi Foba jana ameonyesha uwezo wake mkubwa kabisa, na mimi naamini ingekuwa Azam anapata matokeo hata ya sale au anapata matokeo labda ya kushinda, Zuberi Foba alistahili kuwa the man of the match kutokana na shot on target ambazo walipigiwa kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 10 ni zaidi ya shot on target 4, lakini ya kwanza mpaka ya 10 shot on target 4 zote alikuwa ameokoa. Na ile shot target ya 5 ambayo ilitokea kwa Dube moja kwa moja ikapigwa. Unaona jihadi za Pacome, anaenda kujitwisha moja kwa moja, anaenda kushinda goli. Kwa hiyo unaona Pacome pale alijitoa. Alijitoa muanga sana. Kwa hiyo unaona Zuberi Foba alichokionyesha mpaka akachoka, kwa sababu wachezaji wake safu ya ulinzi haina maelewano, haichezi kwa ushirikiano. Kwa hiyo hata yeye pia akaamua, na mimi sasa nimechoka, nimejitoa sana lakini imenishinda. Kwa hiyo ubora wa Zuberi Foba umeonyesha kutokana na vile tu save ambazo alizozifanya. Amefanya save nyingi sana, na ingekuwa bila ubora wake tungeona jana Azam angepoteza hata goli 6. Lakini bila ubora wake angepoteza jana Azam hata goli 6. Kwa maana hiyo ni kwamba amefanya kazi ya ziada. Kwa sababu unaona Chama, Pacome, lakini pia hata Dube wamecheza zaidi ya shot on target. Kila mmoja amecheza hizo dakika ambazo nakwambia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 20. Yaani wamecheza zaidi ya shot on, kila mmoja hapo amecheza shot on target. Kwa hiyo unaona zote alisave Zuberi Foba. Kwa hiyo uwezo wake umesaidia sana Azam kupunguza idadi kubwa ya kufungwa. Kiufupi ni kwamba saves zake nyingi zilioweka mchezoni. Sawa bwana Bilali, umesema kwamba ndani ya dakika 10 alikuwa ameshapigiwa almost shots on target 4 na zote alikuwa amechomoa. Amezisave. Na ukazungumzia pia safu ya ulinzi ya Azam FC, ukasema kwamba ilikuwa ni kama haina maelewano mazuri. Na jana tumeona mwalimu Rashid Tausi alianza na Eva Meza lile, lakini pia alianza na Yoro Diaby. Na hii ni kutokana na Fuentes Mendoza kuwa na injury. Lakini kuna mlinzi mwingine Zouzou ambaye walimsajili katika dirisha dogo. Pengine uliona kuna umuhimu wa kwanza na Eva Meza katika mchezo ule, tofauti na Zouzou ambaye kiasili ni mlinzi na Eva Meza ni kiungo. Na ukiangalia Eva Meza, mimi tangu Azam msimu huu umeanza sijai kuona akicheza kwenye eneo lile. Unaona kabisa mwalimu Rashid Tausi hakuwa kupangilia mpango wake vizuri. Mpango kazi wake wa kumwanzisha Eva Meza, lakini pia akawa anacheza bato na Yoro Diaby. Unaona kabisa ulishamshinda, kwa sababu unavyozozoa mechi nyingi amecheza
Unaona na akicheza na anakuwa ni mchezaji ambaye na alikuwepo benchi. Kwa nini sasa muanzishe Eva kwa kumwacha Zozoa yuko benchi? Unaona kabisa kwamba kile mpango ambao aliupanga mwalimu Rashid Tausi au ulimhukumu mapema. Na ndio maana ulikuwa unaona safu ya ulinzi haikuwa na maelewano, nani aende nani aweze kurudi. Muda wote walikuwa wanashambuliwa, na ukiruhusu timu yako kushambuliwa ndani ya dakika 20 muda wote, na timu ambayo yenye wachezaji wenye uwezo mkubwa akina Pacome Zozoa, akina Prince Pumelelo Dube, akina Maxim Zengeri, akina Chama, unaona kabisa unatengeneza hatari kubwa kwako. Na sema tu kwamba kutokana na sio kila nafasi ambayo unapata ndo ushinde, lakini ingekuwa wanatulia wachezaji wa Yanga, ingekuwa kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 20. Yani ina maana Azam alishapoteza goli 4. Lakini kutokana na zile nafasi, ubora wa Foba, na ndio maana unaona ameweza sana kuwaweka mchezoni Azam FC. Kwa hiyo kile ambacho wamekifanya Azam, yani wakiendelea kucheza hivi, naona Azam wakishuka kuwa nafasi ya 4 kutokana na hawezi kupata matokeo kwa uchezaji kama ule. Yani uwezi kujaribu kikosi, maana mwalimu Rashid Tausi mimi nasema alijaribu kikosi. Uwezi ukajaribu kikosi unacheza na Yanga ambayo inayohitaji kabisa matokeo. Na sasa hivi ukiangalia hata kwenye msimamo, Yanga yuko mbele ya Simba alama 10. Alama 10 ambazo Simba yuko nyuma kwa michezo 3, lakini unaona hata kama akishinda bado anakuwa nyuma kwa alama 1. Kwa hiyo tayari Yanga ameshatengeneza distance kubwa ambayo hata kama ikitokea mechi alizokuwa nazo na wakikutana wenyewe Simba na Yanga, unaona kabisa kwamba mechi hiyo itakuwa ngumu kutokana na matokeo ambayo aliokuwa nayo Yanga. Kwa hiyo kila alichokifanya mwalimu Tausi ni kujaribu, na uwezo ukajaribu kwenye kikosi au mechi unacheza na nani? Unacheza na Yanga. Yanga mwenye uhitaji. Kwa hiyo wewe unaona kwamba Rashid Tausi ni kama alikuwa anajaribu kikosi, amejaribu kwa kumuingiza Eva Meza au kuna wachezaji wengine ambao uliona kama anafanya majaribu, yani kuweka ile safu ya ulinzi ya Eva Meza na Yoro Diaby. Tafuta kitu ambacho walimu wengi hawataki kuchezea, ni safu ya ulinzi. Maana yake na maanisha goalkeeper, safu ya ulinzi wengi uwezo ukafanya majaribio. Fanya majaribio, unacheza na Kelgold, unajua kabisa kwamba huyu muda wote namuweza, kwa sababu Kelgold sasa hizi imekuwa mfano kila timu inajipigia. Kwa hiyo uwezo ukafanya majaribio, unacheza na Yanga, unaona kabisa mwendelezo wa Yanga kwenye mechi 5 mfululizo. Yanga ni timu pekee mpaka sasa hizi mechi 5 mfululizo ameruhusu goli 2. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ana uwezo mkubwa. Safu yake ya ushambuliaji iko vizuri, hata safu ya ulinzi pia iko vizuri. Kwa hiyo tangu mzunguko huu unaona Yanga anapambana kwanza kutengeneza idadi kubwa ya magoli, lakini pia yani mechi zile wasiweze kuruhusu magoli kutokana na jinsi msimamo jinsi ulivyo. Kwa hiyo unaona Azam jana hakwenda na mpango kazi wa kuweza kupata matokeo mapema, na hii na ndio maana imewatengeneza kipindi cha kwanza kupoteza kwa goli 2. Ni kutokana tu kama tulivyosema kwamba ubora wa goalkeeper Foba, na ndio umewasaidia wao kupoteza kipindi cha kwanza kwa idadi ile ya magoli, lakini walistahili kufungwa hata goli 3 goli 4 kwa kipindi cha kwanza. Sawa, tumeona pia Pacome Zouzoua baada ya kufunga bao la kwanza haikumchukua muda mrefu sana akawa ametoka. Maana dakika 23 shughuli yake ikawa imeisha pale. Na watu wengi mitandaoni na hata baada ya mchezo ule walikuwa wanazungumza kwamba inapokutana mechi ya Simba, mechi ya Yanga na Azam, imekuwa ni mechi ambayo inazalisha majeruhi wengi sana. Yani wako hii unakubaliana nayo au ni hali tu ya kimchezo? Nakubaliana nao, kwa sababu ukiangalia timu ambazo ziko top 3, na maanisha Simba, Yanga na Azam. Yani ukikutana na Yanga, yani Yanga akikutana na Azam, Simba pia akikutana na Azam, zinatengeneza majeruhi makubwa. Ukiangalia Chemalon Fondo leo yuko bench. Nani? Timu gani ambayo ilifanya faulu ambayo inamweka Chemalon Fondo? Ni Azam. Kwa hiyo unaona Azam, Kamara pia alikosa baadhi ya michezo, ni kutokana na Azam pia walifanya faulu ambazo zinaweza zilizowapelekea wao kuwa bench. Kwa hiyo unaona Azam ana mwendelezo wa wachezaji wake, wanavyocheza faulu zikikufika unafikiwa kweli. Na mimi nimpongeze tu Maxim Zingeri, naye alishafikiwa na James Akamingo. Unaona katikati unaona kabisa akachechemea muda ule akarudi. Kwa hiyo unaona Azam ni timu ambayo wachezaji wake wanatumia nguvu kubwa, na hii
hii inasababisha hata muda mwingine kupata njano, kadi za njano ambazo hazina sababu, ni kutokana tu na faulo ambazo wanazocheza. Yani sio faulo ambazo za kimchezo, wanatumia nguvu kubwa sana. Sawa bwana, kama unakumbuka kuna kauli moja ilishawahi kutolewa na mmoja kati ya viongozi wa hizi timu. Aliwahi kusema kwamba Azam wale ni wakamiaji, na hilo neno Babu Zaka, kwa maana Zaka za kazi, alilivalia njuga kweli kweli. Alisema wakamiaji, yani ukimsikiliza akiwa anazungumza akwambia kwamba wakamiaji sasa tuko mzigoni leo. Pengine kwa upande wako unadhani Azam huwa inakamia hizi timu mbili, kwa maana Simba na Yanga, na ndio maana inatokea mpaka rafu kama hizo zinakuepo? Ni kweli. Yes, wanakamia, lakini pia ukiangalia hata matokeo pia wanayoyapata, unaona kwamba anatumia nguvu kubwa kwa Simba na Azam, lakini anavokutana na timu ambayo yenye daraja la chini, yani uwezo wake hauonyeshi, kwa sababu Azam kwa jinsi kikosi alichokuwa nacho, ukianzia golini, kwa sababu sasa hivi tunamtoa Foba kwa sababu hii ni mechi ya 3 mfululizo yeye anaanza. Unaona kocha alisema anafanya vizuri. Yes, na anafanya vizuri kwa sababu ana clean sheet moja kwenye mechi hizo 3. Ana clean sheet moja ambayo walishinda goli 2 zidi ya Ken Gold. Kwa hiyo unaona anachokifanya Azam FC, yani kutokana na hizi mechi ambazo anazokaza, yani hii ilibidi akaze na aweze kupata matokeo, kwa sababu ukiangalia amecheza na Simba mechi zote, ila yeye amepata alama moja. Amefungwa mechi ya kwanza kule Zanzibar goli 2-0, anakuja anatoa 2-2 hapa Taifa. Lakini pia ukiangalia mechi ya kwanza na Yanga alishinda goli 1, jana anafungwa goli 2-1. Kwa hiyo uwezo ukawakazia Simba na Yanga, lakini kwa timu ambazo ziko chini zinakufunga. Kwa hiyo na ndio maana Azam itakuwa vigumu sana kumwona anapambania kwenye mbio hizi za ubingwa, ni kutokana na yeye nguvu zake kubwa anatumia kwa Simba na Yanga. Sawa, utapata matokeo. Lakini sasa Simba na Yanga si ni miongoni mwa timu ngumu sana ambazo tunazo kwenye ligi. Kwa hiyo inabidi ukienda kucheza nazo, sio inabidi kwamba utumie nguvu ya ziada. Utumie nguvu ya ziada, lakini unavotumia nguvu ya ziada kwa Simba na Azam, basi hata kwa watoto basi wewe unapata matokeo. Lakini unashindwa kupata matokeo, labda unacheza na Fountain Gate, unashindwa kupata matokeo, unacheza na labda Tanzania Prison, timu ambayo iko yani wewe uko juu, wao wako chini, alafu matokeo yako yanakuwa ni ya kusuasua. Na ndio maana unaona Azam mpaka sasa hivi yuko nafasi hii. Mimi nilidhani Azam kwa jinsi walivyoingia msimu huu, kwa kikosi walichokuwa nacho, na ni miongoni mwa timu ambazo zilienda pre-season mapema sana. Unaona pre-season ni bora. Unaona kabisa Azam saizi uwezo wake, au ni kwa sababu labda kubadilisha benchi la ufundi, lakini Mwalimu Rashid Tausi ameingia na mguu mzuri ambao huenda yeye ungemsaidia kuweza kuweka Azam kwenye nafasi mzuri. Kwa hiyo unaona kikosi cha Azam yani kina changamoto kubwa sana, na hii sijajua kwamba kutokana na kujaribu, kwa sababu unaona jana unamwona Sopu, lakini ni mchezaji ambaye hukuwa unamtegemea kwamba kwa mechi ya jana anaweza akacheza. Anaweza akaanza. Kwa hiyo ni kama nilivyosema kwamba kutokana na kujaribu mechi ya jana imewapa nafasi, imewapa wakati mgumu sana Azam FC. Sasa Prince Dube anaibuka mchezaji bora wa mchezo, lakini pia tunaona performance bora kutoka kwa wachezaji kama Max Nzengeli, lakini pia Paco Mzuzu ambaye alitoka mapema sana, lakini bila kusahau performance ya Duke Abuya. Pengine kwa kikosi hicho, kwa mwendo huu ambao Yanga wameonyesha kwenye mchezo wa jana na mechi nyingine zilizopita, unatoa ishara gani sasa kwenye mbio za ubingwa ambako tunaona sasa wamewaacha Simba pointi 10, wamewaacha Simba pointi 10, ndio pointi 10, 67 kwa 57, lakini pia wao wako mbele kwa michezo mitatu, ambapo Simba akishinda michezo yake mitatu tunapigia mahesabu kwamba anakuwa chini alama moja, anakuwa amezidiwa alama moja. Pengine kiwango cha wachezaji wa Yanga kwenye mchezo wa jana, kwa maana ya Dube, akina Max Nzengeli, lakini pia mabeki akina Ibra Baka, tumeona kikosi cha Yanga jana waliweza kucheza vizuri kipindi cha kwanza. Unaona kipindi cha kwanza walidominate mchezo sana. Na mimi kipindi cha pili kikageuka. Na unaona baadhi ya sababu ambazo walizifanya Mwalimu Tausi ndo zilikuja kutengeneza mchezo kuweka vizuri, baada ya kutoka mtu kama Seremani, Edi Seremani Nado, lakini pia Sopu pia. Unaona mabadiliko ya mchezo yakapatikana. Lakini kwa kikosi cha Yanga, kwa uwezo ambao waliokuwa nao wachezaji, unaona hata pia mimi nimempongeza
kumpongeza Dube kwa sababu sasa hivi Dube ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaongoza kwenye ufungaji wa magoli. Na amechangia goli 20 mpaka sasa hivi. Unaona kwenye mechi 11 ambazo alicheza za mwanzo, alishindwa kupata matokeo na alishindwa kufunga. Lakini amekuja ametengeneza, unaona kila mechi ana uwezekano wa kufunga au kutoa pasi ya goli au tunasema ni kutoa assist. Kwa hiyo unaona Dube amedeserve kupata ile tunzo ya mchezaji bora wa mechi. Kwa hiyo kila alichokifanya jana, alikuwa na kasi, ni mchezaji ambaye unaona muda wote anahitaji apate matokeo. Pasi ambayo alimpasia Pacome na Pacome akajituma kuweza kufunga lile goli. Kwa mtu mwingine uwezi kwa kasi. Ile ilikuwa ni pasi au ni mpira ambao ule alikuwa anapiga, ila kwa sasa hivi lazima tutumie kwamba ile ilikuwa ni pasi kwa sababu ishakuwa assist. Na mchezaji mwingine ambaye hana uwezo mkubwa, uwezo kaona kwa jinsi alivyomtoka Foba kwa sababu Foba alishaziba na yeye akatumia uwezo wake, ukaona akaweza kumtoka na kuitoka safu ya ulinzi ya Azam, baadaye akatoa pasi ambayo imeenda kupelekea Yanga kuweza kuongoza goli la kwanza. Unaona Dube tayari ameshakuwa miongoni mwa wachezaji ambao sasa hivi Yanga imekuwa ni tumainio. Unaona ana uchangiaji mzuri sana, na mimi sikuwa nadhania kwamba Dube mpaka sasa hivi atakuwa na idadi kubwa ya magoli kama hivi. Unaona kwamba hukuona Dube kutokana na jinsi alivyokaanza. Alianza vibaya sana. Na kila mtu bana Dube ana uwezo wake, mara ana matatizo haya, majukumu sijui ya familia vipi, lakini amekuja ametengeneza vizuri na amekaa pazuri. Sasa hizi unaona kila mechi anafunga na anatoa pasi. Kwa hiyo unaona Dube jana amecheza vizuri. Goli lake so far ni goli ambalo unaona kabisa ametumia akili kubwa. Kwa hiyo hii akiitengeneza inawezekana hata pia msimu ujao inawezekana yeye ukamweka pazuri. Kwa hiyo Prince Emmanuel Dube amedeserve kupata ile tuzo, na mimi nimempa congratulations sana kwa kile ambacho alichokifanya jana. Alikuwa na kiwango bora zaidi. Miongoni mwa mechi alizocheza vizuri ni mechi ya jana ambayo itakuwa na historia kwake.